hili kilichopo ni nani atamfuata Mwadui baada ya kuchezwa kwa raundi ya 33, kimebaki raundi moja tu kabla ligi kuu Tanzania bara kumalizika. Tunafahamu ya kuwa tayari Mwadui imesha shuka daraja. Sasa club gani zingine ambazo zitafuata Mwadui tutafahamu hapo baadaye itakapochezwa raundi ya 34. Mimi naitwa Elia Solomon, mwenzangu hapa ni Tobias Sebastian. Tuko hapa kwa ajili ya kujadili kuhusiana na klabu ambazo zipo katika hatari na raundi ya mwisho kama ambavyo nimezungumza itaamua. Tobi, kwa haraka nikutajie tu kwamba klabu ambayo iko katika nafasi ya 17 ni Gwambina ambayo haiko salama ikiwa na pointi 34. Ihefu iko nafasi ya 16 pointi 35. Kuna JKT Tanzania nafasi ya 15 pointi 36, lakini nafasi ya 14 wapo Coast pointi 37. Ukiangalia 37 ambao nafasi ya 14, Coast 36 na ifuata 35 na ifuata 34. Nani anaweza kumfuata Mwadui? Ukiondoa mechi ya Yanga dhidi ya Dodoma ambayo itachezwa katika uwanja wa Jamhuri Dodoma, ni mechi ambayo hakuna timu ambayo kuna kitu kinaenda itapoteza. Kwa maana Yanga ameshapata nafasi ya kwenda kucheza michuano ya kimataifa msimu ujao kwa maana Champions League, lakini Dodoma ni timu ambayo inaenda kukamilisha tu ratiba yake. So far so good, msimu wao wa kwanza wamefanya vizuri katika ligi, kumaliza katika timu 10 ambazo zimeweza katika 10 bora, lakini si timu ambayo inapambana kwenye kushuka. Lakini mechi nyingine ukiondoa mechi hiyo ni mechi ya Simba dhidi ya Namungo. Namungo tayari msimu huu wamecheza Confederation Cup wakifika kwenye kilele cha mafanikio, kwa maana msimu wa kwanza wakifika katika hatua ya makundi hawakufanya vizuri, kwa maana kushinda kupata ushindi katika michezo yote mitatu walicheza nyumbani, lakini pia michezo mitatu walicheza ugenini, lakini pia hawakufanikiwa kufunga bao lolote kwa maana katika michezo yote 6. So far msimu wa kwanza wanacheza ligi, msimu huu unafanikiwa kuweza kucheza michuano ya kimataifa, si hatua mbaya kwa upande wao. Kwa Namungo wao wamefanikiwa msimu huu, tumeona hapo katika 10 bora, lakini si timu ambayo itaenda kucheza michuano ya kimataifa msimu ujao. Kwa maana ni mechi ambayo kwa Simba wao tayari wameshachukua ubingwa, kikubwa labda kuendeleza heshima yao kutoka kupoteza zidi yanapokutana na Mungu. Kwa hiyo ni mechi ambayo unaona kabisa ni mechi kama ya kukamilisha ratiba. EF na KMC, EF na kama EF watafungwa kwa mechi hiyo na EF watazidi kuwa vibaya zaidi. Mechi ya Biashara, mechi ya JKT Tanzania na Mtibwa ni mechi ambazo unaonyesha kabisa ni kwamba timu ambayo itashinda katika mechi hiyo au timu ambayo itashinda katika mechi hizo ndio itatambulika timu gani itaenda kucheza playoff, timu gani itaenda kushuka daraja, timu gani zitasalia kwenye ligi msimu ujao. Na Coast watacheza na Kagera. Coast ambao hawako salama. Mechi nyingine JKT Tanzania na Mtibwa. Hiyo ni kama finali. Kwa sababu angalia hapo JKT wapo chini katika timu za kushuka. Kama watamfunga Mtibwa, watamshusha Mtibwa chini, wao JKT watapanda juu. Na mechi hiyo haijajulikana tatizo wapi, kwa sababu unaona hapo JKT wako nyumbani na uwanja wao wa nyumbani ni Jamhuri Dodoma. Lakini pia Jamhuri Dodoma siku ya Jumapili saa 10 ambapo inabidi mchezo huo uchezwe, kutoka pia na mchezo wa Dodoma Jiji dhidi ya Yanga. Hatujajua mechi yote itaenda kupigwa wapi. So far so good, ni mechi ambayo itaenda kutoa hatima ya timu ambayo itaenda kushuka au timu ambayo itaweza kucheza playoff au timu ambayo itaenda kusalia. Coast na Kagera. Coast hawako katika nafasi nzuri, Kagera hawako katika nafasi nzuri. Mshindi wa mechi nyumbani Mkokwani tano. Na Coast wametoka kupata ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya Mwadui. Kagera wametoka kumfunga Polisi bao 1-0. Ni mechi ambayo itaweza kuamua hatima ya mtu ambaye ataenda kusalia katika ligi msimu ujao. Kwa hiyo kuna ushindano namna yake. Mbeya City wanacheza na Biashara. Mbeya City wanacheza na Biashara. Biashara wao hawana cha kupoteza. Wanakamilisha ratiba, wameshafuzu, watacheza Confederation msimu ujao, lakini Mbeya City wanahitaji ushindi waweze kusalia katika ligi. EF na KMC na EF. KMC wako nyumbani, hawana cha kupoteza. Mechi ya mwisho hapa jana wametoka kumpiga JKT 5-2. JKT hapo wanahitaji ushindi, wanaenda katika mazingira mazuri.
EF ambao umetoka kupoteza bao 2-0 dhidi ya Yanga. EF wanahitaji ushindi ili walau waende kucheza hata playoff au kusalia katika ligi. Kwa hiyo bado kuna ushindani. Mechi ya Prison na Gwambina wao ni do or die, wanahitaji ushindi ili waweze kucheza playoff. Gwambina hawana cha kubaki. Gwambina wanahitaji ushindi ili waweze kwenda kucheza playoff. Kwa so far ni mechi ambazo ukiondoa mechi mbili, mechi ya Simba na Namungo, mechi ya Dodoma na Yanga, mechi zingine zote zobaki ni mechi ambazo ni do or die. Kila timu inahitaji ushindi. Bado hujafahamu, nafikiri raundi ya mwisho itaamua nani wa kumfuata Mwadui. Lakini kwa namna ambavyo upepo unauona, unafikiri timu gani ambazo zinaweza zikashuka daraja? Mimi ya kwanza kabisa naona Gwambina tangu ameondoka kocha Mohamed Badru imeonekana ikisuasua. Akiangalia katika mechi yao jana dhidi ya Mbeya City, walikuwa ugenini, hawakuingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, pressure mechi ilikuwa juu kubwa, wakaenda kufungwa bao 1-0 mechi ya pili. Gwambina binafsi mimi naondoa, wataungana na Mwadui. Timu nyingine ambayo naona ina wakati mgumu, EF wanacheza na KMC. Siwaoni KMC kuweza kupoteza mechi hiyo. Nitegemea labda KMC anaweza kupoteza mechi jana dhidi ya JKT, lakini wamempa 5 katika uwanja huu. Nategemea pia kuna EF akipata wakati mgumu kuweza kupata ushindi katika mechi dhidi ya KMC. Timu nyingine ya tatu ambao naiona sasa hapo ni mbili kati ya moja hizi zinazohitaji. Coast ambayo inacheza na Biashara ambao wanahitaji, yani Coast na Biashara. Yaani hapo atakayepigwa ndio ataungana na hizo timu tatu. Yaani Coast na Biashara. Kama atafungwa Biashara, Coast na Kagera. Kama Kagera atafungwa, kwa maana Kagera ataungana na hizo timu nyingine kushuka daraja. Coast kama atafungwa, ataungana na timu hizo kwenda kushuka daraja. Kwa hiyo ni timu ambazo unaziona nne zitaenda kushuka daraja. Lakini pia mechi ya Coast na Kagera itatoa timu ambayo itaenda kucheza playoff. Lakini pia JKT na Mtibwa naona pia kuna timu ambayo itaenda kucheza playoff. Yes. Tusubiri tuone katika raundi ya mwisho. Lakini pia tuzungumzie Tobi mafanikio ambayo wameyapata Dodoma Jiji. Club ngeni, lakini asogea mpaka kwenye nafasi za juu. Walionekana kuwasumbua vigogo. Hawa ambao wameonyesha msimu ushindana ambao umeonyesha, nafikiri siri hasa ni nini kwa Dodoma? Dodoma sio baya. Wewe angalia hata usajili wao walivyofanya. Kwanza walifanikiwa kuwa mabingwa wa ligi daraja kwa maana kupanda, afu akawa mabingwa wa ligi daraja la kwanza. Walimfunga EF katika uwanja wa Azam Complex bao 1-0, goli kufunga Anwar Jabiri. Angalia kikosi ambacho walimaliza nacho FDL kwa maana ligi daraja la kwanza. Wame-maintain kubaki na wachezaji wao ambao wamefanya vizuri. Nimetoka kumtaja Anwar Jabiri hapo, wamebaki nao wachezaji wao waliofanya vizuri kwenye ligi daraja la kwanza, kwa maana kina Hamisi Mchaviali wamebaki nao, kina Emmanuel Mseja ingawa hakuwa kipa chaguo la kwanza. Eneo la kwanza wamefanikiwa. Eneo la pili technical bench lao, kocha Mbwana Makata ameendelea kuwa kocha mzao ambaye anafanya vizuri kwenye kikosi hicho. Eneo la tatu, angalia usajili wao ambao waliofanya. Angalia umeingiza mtu kama Aaron Karambo goalkeeper. Aaron ameenda AFCON ingawa hakucheza. Wameongeza mtu kama Dickson Ambundo akitokea Gor Mahia. Wameongeza akina Sef Karie hapo katika kikosi chao wameongeza. Unaona ni watu ambao walikuwa na kikosi kizuri wamekuja kuongeza watu wazuri. Hilo eneo la tatu. Eneo la nne, moja ya silaha ya Dodoma Jiji msimu huu ilikuwa ni kufanya vizuri katika uwanja wake wa nyumbani. Dodoma wamekusanya pointi nyingi, yani kwa maana pointi walizokuwa nazo sasa hivi nyingi zaidi wamekusanya katika uwanja wa Jamhuri pale Dodoma. Eneo la tano ni teamwork ambao walikuwa nayo. Angalia si uwezo wa mchezaji mmoja kwa maana uwezo binafsi, ni teamwork ya wachezaji wote ambao walikuwa wanacheza kwenye kikosi cha Dodoma, na hayo maeneo mengine yote ambao nimeyataja ukiunganisha ndio unapata mafanikio ya Dodoma ambao walikuwa nao msimu huu. Kiama kwa upande wa Dodoma ukiangalia Biashara, wao na wenyewe wametu surprise msimu huu. Biashara tofauti ambavyo ilikuwa inatarajiwa, lakini hatimaye msimu ujao itakuwa ni miongoni mwa klabu ambazo itawakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa, japo wote kwa upande wa shirikisho. Performance ya Biashara msimu huu, vitu gani ambavyo nafikiri wakiviongeza wanaweza wakaiwakilisha vizuri nchi msimu ujao, tofauti na Namungo ambavyo ilikuwa msimu huu? Unajua factor la Biashara
hazitofautiani sana na fakta za Dodoma. Kwanza Biashara walimaliza msimu vizuri. Hakumaliza msimu vizuri. Ni timu ambayo ilionekana kusuasua. Lakini msimu ulivyoanza unaona eneo la kwanza walifanikiwa, walikuwa na mwalimu mzuri Francis Baraza ambaye baadaye aliacha timu akaenda Kagera Sugar, lakini pia walijaribu kuingiza wachezaji ambao watakuja kutoa ofa nzuri kwenye cost yao. Walijaribu kuingiza maingizo ambao unaona kabisa huyu mchezaji kuna kitu anaenda kuongeza. Ramadhani Chombo Lidondo aina mchezaji ambao wamefanikiwa moja. Lakini pili, walikuwa na wachezaji ambao walifanya vizuri msimu uliopita, wakaendelea ku maintain nao kwa nao katika kikosi msimu huu. Namtoka kumtaja mtu kama Deogratias Judith Mafie, Christian Ziga, Naoza Abdulmajid Mangalo, ni watu ambao wameongeza kitu. Kevin Friday ni watu ambao wame maintain kitu. Lakini silaha nyingine ambayo inaoana na Dodoma, moja ya eneo ambalo Biashara wao wamefanikiwa msimu huu ni katika eneo lao la kutumia vizuri uwanja wa nyumbani. Biashara msimu ukiondoa na kumbuka Simba waliwafunga pale, Yanga kama sikosei na Azam, na sio timu gani nyingine hapa. Yaani Biashara kama katika uwanja wa nyumbani hawajapoteza zaidi ya mechi 5. Kwa katika mechi 18 ambazo wamecheza nyumbani wamepoteza labda mechi 4 mpaka 5, lakini mechi 13 mpaka 12 zote wamefanikiwa kupata ushindi. Kwa unaweza kuona kama wameshinda mechi 13 mara 3 wamepata pointi 39 katika uwanja wa nyumbani. Huko viwanja vya ugenini ndio wamekuja kudunduliza wamekuja kupata pointi 50 kwa maana ambazo wanazo sasa hivi apopata nafasi moja kwa moja kuweza kucheza michuano ya kimataifa. Kwa hiyo hesabu zao zilikuwa nzuri, walikuwa na wachezaji wazuri, wali maintain cost yao, walikuwa na mwalimu mzuri ambaye baadaye alikuja kuondoka. Hata caretaker ambaye alikuja hapo Marwa Chambeja alifanya vizuri, ikiwepo mechi dhidi ya Kagera Sugar ambayo wanafundishwa na Baraza. Kwa so far so good, Biashara wana kitu cha kujivunia. Lakini pia maboresho ya benchi la ufundi ambayo wanakuja kuyafanya baadaye, unaona kuna kitu ambacho wamekiongeza kwenye cost yao. Tobi, umezungumzia vizuri Namungo kwamba hawakufanya vizuri, hawalishinda kupata hata bao katika mashindano ya kimataifa. Wawakilishi wengine tumewapata sasa. Biashara ni daraja, hauwezi kuwatoa sana kwenye daraja la Namungo. Unafikiri vitu gani ambavyo wakivifanya itakuwa ni faida kwao msimu huu wa kimataifa unaokuja, kwa sababu ni wawakilishi wa nchi tofauti na Simba na Yanga ambao wamezoeleka, wana experience na mashindano? Biashara kuna maeneo wanataka kwanza kwenda kujifunza. Wajifunze Azam, licha ya uwekezaji mkubwa ambao wanao kwenye masuala ya fedha, Azam hawajawahi kufika hatua ya makundi katika michuano hii ya kimataifa. Lakini Namungo ambaye imepanda msimu wa mwaka juzi, msimu wa mwaka jana kucheza ligi kwa mara ya kwanza, licha ya uwekezaji wao ambao haukuwa mkubwa kama ule wa Azam, umefika hatua zaidi ambao wamefikia Azam FC hatua ya makundi. Kwa wajifunze kwa Azam wapi wanafanikiwa, wajifunze kwa Azam wapi wamefeli kufika hatua hiyo moja. Pili, waende kwa Mtibwa wamepata nafasi hiyo, lakini kwenye hatua za mwanzo wameondolewa. Si mwaka huu, hata miaka ya nyuma kuna mwaka Mtibwa walipata nafasi ya kushiriki mchuano wa kimataifa, lakini hawakufanikiwa kwenda kucheza mechi ya ugenini. Lakini pia miaka 3-4 nyuma Mtibwa wamecheza mashindano hayo, hatua ya kwanza walivuka, hatua ya pili wakaenda kuondolewa. Wakajifunze pia kwa KMC. Walipanda wakacheza michuano ya kimataifa, walipanda wakapata nafasi ya kucheza michuano ya kimataifa, lakini hawakufika mbali, wakaondolewa kwenye hatua za awali. Kwa upande wa Namungo, huo ndio ulikuwa kama surprise package. Msimu wa kwanza mchuano wa kimataifa mpaka group stage. Kwa wakijifunza katika hayo maeneo matatu, wapi walifanikiwa wakaboreshe, wapi walifanikiwa wakaboresha zaidi ili waweze kufanikiwa na wao, wapi walifeli ili wakaboresha wao waweze kufanikiwa. Nadhani ndio litakuwa darasa tosha kwa wao kuweza kufanya vizuri katika michuano hii ya kimataifa. Tunaenda kwenye kipindi cha usajili sasa, na kuna baadhi ya club tumeona mfano Azam wakisajili wachezaji wao ambao wameweka wazi kwamba wanawategemea kwa ajili ya msimu ujao. Nafikiri mwalimu Mandamina alikuwa ameshafanya assessment na kuona kwamba wachezaji gani ambao wanawafana tayari wameanza kuwapata. Simba, Yanga na wako busy. Kuna tetesi ambayo inazagaa Ibrahim Majib
baada sasa ya kushindwa kwa mara nyingine tena chini ya mwalimu huyu. Anahusishwa kwamba huenda akaenda KMC. Unafikiri itakuwa ni hatua nzuri kwake kwa ajili ya kipaji chake, ama unaona pengine anaweza kaenda sehemu nyingine na akafanya vizuri? Binafsi kwangu Ajibu si mchezaji mbaya. Ajibu ni mchezaji mzuri tangu kutoka timu ya vijana ya Simba. Amecheza Simba kwa mafanikio, ingawa hakuwa mafanikio makubwa kiasi hicho kama ile ambayo alienda kupata Yanga kwa misimu yake. Ukiangalia kama msimu wa mwisho ambao Ajibu anatoka Yanga kwenda Simba, alitoa assist 14 kwa maana pasi za mwisho 14, lakini pia alifungia Yanga mabao 7. Kwa katika mabao ambayo alifunga Yanga season nzima, yeye peke yake amehusika kwenye mabao 20. Unaona ni mchezaji daraja gani? Lakini kwa macho ya kawaida Ajibu ana uwezo wa kufunga, hiyo amefunga mabao 7. Ajibu ana uwezo wa kutengeneza, hiyo ameassist mabao 14. Full stop. Ukija kwa Simba ambao wamemsajili, unaona hakuwa na msimu mzuri katika misimu yote miwili ambayo amecheza. Alisajiliwa chini ya kocha Patrick Ausems, hakufanikiwa kufanya vizuri. Akaja Sven van den Broek, hakufanikiwa kufanya vizuri. Sasa hivi Didier Gomes da Rosa pia hakufanikiwa kufanya vizuri. Kwa kiujumla, ukichukua namba zake za Ajibu kwa misimu miwili ya Simba, unamwona kwamba si mchezaji bora ambaye ameweza kufanikiwa kwa namba, lakini kiasilia kwa macho ya kawaida, na tangu Ajibu anafahamika tangu akiwa timu ya vijana ya Simba, ni mmoja wa wachezaji wazawa ambao wana kipaji kikubwa pindi timu yake au pindi anapokuwa na mpira mguuni. Anaweza kufunga, anaweza kuwasumbua mabeki, anaweza kutengeneza nafasi za kufunga. Amewatengenezea nafasi akina Mavugo akiwa Simba, amefanya hivyo kwa Elie Makambo akiwa Yanga, amefanya hivyo sasa hivi kwa kina Medi Kagere, kwa kina Chris Cook, Mushimba Mugalu, kwa kina John Boko. Ni mchezaji mzuri, lakini namba za Simba hazimbebi. Lakini pia ambacho kinaweza kumuondoa Simba si kama Ajibu si mchezaji bora, pengine wale ambao ana competition nao katika position ambazo yeye anacheza ni bora zaidi ya Ajibu, na hilo alikuchiki. Angalia performance anaonyesha Chama, angalia performance ambayo anaonyesha Luis Nixon, angalia performance ambayo anaonyesha Lali Bwali, angalia performance ya washambuliaji masteka watatu typical. John Boko mabao 15 kwenye ligi, Medi Kagere mabao 13 kwenye ligi, Chris Kope Mushimba Mugalu mabao 13 kwenye ligi. Kwa unaona Ajibu si mchezaji mbaya, ila wale ambao ana competition nao katika position ambazo yanatumika ni bora kinamba, pengine tofauti ambazo anazoea. Lakini kwa overall ujumla, Ajibu kwangu ni mchezaji mzuri kwa sifa hizo ambazo nimetoka kuzieleza. Siku zote wanasema yasemwayo yapo, na kama alipo basi linakuja, na kipindi cha usajili ndio hicho kinakuja. Tusubiri tuone nini ambacho kitatokea. Kwa niaba yake mimi naitwa Elia Solomon, niseme asante. Tutakutana tena hapo baadaye kukupa taarifa nyingine za kimichezo ambazo zitakuwa zinaendelea.